moja ya kanuni ya kutafsiri maandiko huwa inasema andiko linatafsiriwa na andiko. Bible inajitafsiri yenyewe, it translate itself. Hauna haja ya kuiwekea maneno yetu au maneno yako ili jitafsiri. Sasa nilitamani nifanye conclusion kwa kumwangalia Yesu zaidi, alichokiongelea Paulo kwenye Wafilipi sura ya 4. Yesu anakitazamaje? Yesu anakisemaje kupitia vitabu vingine vya Injili? Ndio nikaomba tusome Marko na Mathayo kwa sababu tunasoma habari za Yesu humo. Na kwa kuwa tunasoma habari za Yesu humo, natamani sasa turudi kwenye ile Marko sura ya 10 mstari wa 17 mpaka 30. Kama dada Ana unaweza kanisaidia kuisoma, itakuwa njema, tuisome hiyo. Amen, amen. Nami kuna mic ya mtu inapiga kelele, sio ni ya nani hiyo? Mahost namba mtusaidie. Okay, asanteni mahost. Basi na mimi naomba nisome kama mwalimu alivyoomba, Marko 10:17 mpaka 30 kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Hata alipokuwa akitoka kwenda njiani, mtu mmoja akaja mbio, akampigia magoti, akamuuliza, Mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliye mwema. Dada, naomba tuweke pause hapo kwenye mstari wa kwanza. Natamani tuende taratibu. Hiyo sura. Mstari wa 17 hapo juu, sikutaka tuisome hiyo mengine. Hapo juu kuna mifano mingi sana Yesu anaongea, hapo anafundisha makutano, anapofundisha akawa amemaliza kufundisha makutano. Sasa mstari wa 17 sema hata alipokuwa akitoka kwenda njiani. Kwa hiyo anatoka kwenye makutano, anaanza kwenda njiani ili aondoke hilo eneo. Biblia inasema mtu mmoja akaja mbio. Kwa kuna mtu kama anawahi vile Samuel anamuwahi Yesu, akaja mbio. Na alipokuja mbio akakamata attention ya watu sababu akampigia magoti. Alipompigia magoti Biblia inasema akamuuliza. Kwa hiyo akiwa amepiga magoti anamuuliza Yesu, anamwambia, Mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele? Kwa swali la huyu mtu anataka kuurithi uzima wa milele. Kwa kama wewe ni mwalimu unaulizwa, manake mkazo wake ni uzima wa milele. Kwa nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele? Alafu Yesu akamwambia, kwa nini kuniita mwema? Kwenye transition zingine au version nyingine Yesu anaweza kwa nini kuongelea habari ya mema kwa habari ya wema? Alafu Yesu anasema hakuna aliye mwema ila mmoja, ndiye Mungu. Mungu ndio chanzo cha mwema. Alafu ni kama anaendelea, ni kama amemwambia kwa nini kuniita mwema, hapo anaipotezea. Anakuja, tuendelee mstari unaofuata. Mstari unaofuata unasema, Yesu akamwambia, kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, ndiye Mungu. Niendelee? Endelee. Wazijua amri: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako. Akamwambia, Mwalimu, haya yote nimeyashika tangu utoto wangu. Yesu akamkazia macho. Amen. Tuweke pause hapo. Amen. Yesu anamuuliza wazijua amri? Na akaziorodhesha hizo amri. Akaambia usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako. Alafu huyu jamaa anamjibu hapo tulivyosoma. Umetoa, tuende mstari wa 20. Yes, akamwambia, Mwalimu, haya yote nimeyashika tangu utoto wangu. Kwa hiyo huyu jamaa hayo yote ambayo Yesu amemuuliza kuhusu amri, anasema ameyashika tangu utoto wangu. Swali lake la msingi lilikuwa nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele? Kwa lugha nyepesi, huyu jamaa anajua hizo amri hazimfikishi mbinguni, hazimpi uzima wa milele. Kwa sababu zingekuwa zinampa uzima wa milele na amezishika tangu utoto wake, asingehangaika kuuliza hilo swali. Kwa amri hizo, amri 10 hazitupi kuingia mbinguni. In fact, amri 10 zinatusaidia sisi kuishi wenyewe kwa wenyewe vizuri.
Naomba nirudie hapo Amen. nisije nikapigwa mawe. Amri 10 zinatusaidia sana sisi kuishi wenyewe kwa wenyewe kuliko sisi kwenda mbinguni. Ndio maana hizo amri 10 unazozisoma hapa zote zipo kwenye katiba ya nchi. Katiba ya nchi hairuhusu mtu kutembea na mke wa mtu. Katiba ya nchi hairuhusu mtu kudanganya, kuua, kuiba. Hizo zote vipo kwenye katiba ya nchi na vipo kutusaidia sisi kuishi kwenye harmony nzuri. Usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye. Yaani ukidanganya kama unaidanganya mahakama, unafungwa. Yaani hivyo umeua, mimi usiibe. Hamna watu ambao wataki kwa tuheshimu wazazi. Hivyo vyote tunaimba uamkapo asubuhi, waheshimu wazazi, shikamoo baba, shikamoo mama. Hiyo ndio yani ni vitu ambavyo vipo kutusaidia kuishi kwenye jamii, lakini huyu jamaa anagundua havimsaidii kupata uzima wa milele. Ndio maana anamuuliza Yesu, na anapomuuliza anamwambia hayo nimeyashika tangu utoto. Sasa jibu la Yesu, tuendelee pale tulipoishia. Akamwambia, mwalimu mwema, hayo yote nimeyashika tangu utoto wangu. Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia. Yesu akamkazia macho. Hapo weka pause hapo, kuna maneno matamu hapo. Yesu akamzia macho, akampenda. Yaani Yesu anamkazia macho akampenda kwa sababu unajua Yesu alimpenda kwa sababu jamaa hajadanganya. Ni kweli amezishika tangu utoto wake. To the extent Yesu anampenda. Wengi tukisomaga hapo tunafikiriaga kwamba alidanganya, hajazishika. Amezishika. Ndio Paulo kule anawaambia Wafilipi, anaambia kwenye kuzishika mimi ni farisayo wa farisayo. Nimezaliwa siku ya ngapi? Kwenye mambo ya Torati sina deni, sidaiwi huko. Siji kwenye hivyo mimi ni mtu kabila ya Benjamini. Ndio hiki ninachokiongea huyu jamaa kwamba nimezishika tangu utoto wangu. Afu Yesu akamkazia macho, akampenda. You can imagine mpaka Yesu akampenda. Alafu endelea. Akamwambia, umepungukiwa akamwambia, umepungukiwa na neno moja. Enenda ukauze ulivyo navyo vyote, uwape masikini, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Kisha njoo unifuate. Kisha njoo. Relax hapo sasa. Shule inaanzia hapo. Kwa Yesu anamwambia umepungukiwa neno moja. Afu hilo neno anamwambia nenda ukauze vyote ulivyo navyo, uwape maskini. Kama unatumia Biblia yako ya kuandika, unaweza kupigia mstari neno uwape maskini. Alafu matokeo yake atakuwaje? Nawe utakuwa na hazina mbinguni. Afu anamwambia kisha njoo unifuate. Kwa Yesu ndo anamwambia neno lilopungukiwa. Anaambia si unataka habari ya uzima wa milele? Kauze vyote ulivyo navyo, uwape maskini, nao utakuwa na hazina mbinguni. Kisha njoo unifuate. Malizia huo mstari unaofuata. Mstari wa 22, walakini yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Kwa sababu alikuwa na akaenda zake kwa huzuni. Kumbuka yule jamaa swali lake na mkazo wake anapiga magoti, nifanye nini ili nipate kuulisi uzima wa milele? Yesu anampa kodi, yeye anasema akakunja uso, akaenda zake kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Nataka sasa tuweke pause hapo. Issue ya mali na wanafunzi na Yesu haikuwa mara ya kwanza kuongelewa hapa. Kuna sehemu kadhaa ambazo Yesu ameshakutana nazo na wanafunzi kuhusiana na mali na hivyo. Hebu tunarudi kwenye Mathayo sura ya 6. Mathayo sura ya 6. Nilisema tusome Mathayo sura ya 6 kama mnakumbuka. Sasa nitasoma mistari, nitakuwa na lukaluka ili ni connect hapo. Just to relax. Mathayo 6 mstari wa 19 na 21. Wow, umeipata. Asante kwa hiyo speed. I like it. Unafungua ya kwangu. Alafu tutarudi kwenye mafundisho yetu pale. Biblia inasema hivi, 19. Msijiwekee hazina duniani. Yes.
nondo na kutu, msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo, na wevi uvunja na kuiba. Niendelee? Endelea. Bali jiwekeeni hazina mbinguni, kusikoharibika kitu kwa nondo wala kutu, wala wevi hawavunji wala hawaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwa moyo wako. Amen. Kuna kipindi Yesu alikuwa na conversation na wanafunzi wake, anawaambia msijiwekee hazina duniani ambapo nondo hiyo hivyo, lakini jiwekeeni hazina mbinguni. Anasema kwa kuwa hazina ya mtu iliko, ndipo moyo utakapo kuwepo. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, moyo una tabia ya kufuata hazina. Moyo una tabia ya kufuata hazina, sio hazina inafuata moyo, ni moyo unafuata hazina. Kwa hazina ya mtu ilipo, ndipo utakapokuwa na moyo wake. Unataka kujua mtu moyo wake uko wapi? Gusa hazina yake, gusa anachokipenda, gusa pale kwenye hivyo. Kwa hiyo yule jamaa Yesu alipogusa tu hazina yake, akaondoka kwa huzuni, kwa sababu moyo wake ulikuwa huko. Na Yesu hakuwa na shida na mali. Sasa tusome hapo Mathayo, turuke tusome mstari wa 21 na wa 24. Hapo 21 Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo na moyo wako ulipo. Mstari wa 24. Endelee. Taa ya mwili ni jicho, basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa na nuru. Lakini jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Basi ile nuru iliyomo ndani yako ikiwa giza, si giza hilo. Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Amen. I wanted that. Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Alafu anakuja kuwasema hao mabwana, anasema hamwezi kumtumikia Mungu, sio na shetani, ni Mungu na mali. Sio Mungu na ibilisi. Kwenye Biblia ya Kiingereza wametumia neno mammon, yaani kwamba huwezi kutumikia, anapenda Kiswahili anasema huwezi kumtumikia Mungu na mali. Na yule tajiri aliyemkimbia, aliyeondoka kwa huzuni, Biblia inasema alikuwa na mali nyingi, ndio kilichomfanya aondoke. Hapo anasema hapa hakuna awezaye kumtumikia Mungu na mali. Shetani anatumia mali kama chambo, yeye ni ndoano. Kwa ili awakamate watu wengi wa Mungu, ili akamate mwanadamu, analeta vishawishi vya mali. Ndio Yesu alijaribiwa hivyo, anamwambia ukiwa ni mwana wa Mungu usijudie, nitakupa miliki yote ya dunia. Mali na Mungu ni kama vinakinzana hivi, lakini kuna proper way ambayo Mungu ameiweka. Sasa nitaka niwaoneshe hapo, yule jamaa aliondoka kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Na Yesu asema huwezi kumtumikia Mungu na mali. Na Yesu alimwambiaje? Nenda kauze vyote ulivyo navyo, uuze wape maskini, kisha njoo unifuate. Sasa turudi kwenye Marko yetu tulikuwa tunaisoma ile. Tuliishia mstari wa ngapi pale? 22. Nataka tukasome mstari wa 28. Au pale Marko, turudi kwenye Marko kama utaipata kwa haraka. Ameshaipata Marko mstari wa 28. Petro akaanza kumwambia, tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe. Sawa, ishia kwanza hapo. Hapo juu Yesu anawatolea mfano, nimeamua tu kuuruka. Anaanza kuongea na makutano, akageukia makutano. Alipogeukia makutano na wakashangaa mno, wakimwambia ni nani atakayeweza kuokoka? Maana alitoa mfano mmoja pale, sema ni rahisi kuangamia kupenya kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Wengi tukisomaga huo mfano tunafikiriaga ni rahisi maskini kuingia kwenye mbingu, ila Yesu alitolea mfano tajiri na ngamia, sio tajiri na maskini. Anasema ni rahisi ngamia kuingia. Kwa hiyo inawezekana pia maskini nikawa ni ngumu zaidi kuingia kwenye ufalme wa Mungu ukimlinganisha na tajiri. Na anatoa mfano, watu wasema kwa sababu hiyo ni nani awezaye kuokoka? Yesu akawakazia macho akawaambia, kwa wanadamu haiwezekani, bali kwa Mungu sivyo, maana yote yawezekana kwa Mungu. Sasa baada ya hiyo conversation, Petro ndo anaingia, ndo shule yetu inaanzia hapo. Baada ya kusoma, Petro akaanza kumwambia, tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe. Kwa lugha nyingine, Petro anamwambia hivi, achana na yule tajiri aliyeondoka, achana na hawa makutano ambao wanakusikiliza na kukuuliza maswali. Sisi hapa, sisi 12, sisi wanafunzi tumeacha mali,
Anaposema tumeacha vyote, wengi wanajua Petro hakuwa maskini, Mathayo hakuwa maskini, na Yohana hakuwa maskini. Hawa watu Petro alikuwa na boti za uvuvi za kibiashara, alikuwa anavua kwenye ziwa la Genaseri, ni ziwa la wanafanya biashara, ndio maana alikuwa na boti. Hakuwa anavua kwa ndoano, anavua kwa boti kwa sababu wanaenda kuuza biashara. Sasa kuwa na boti mbili kwa kipindi kile ni equivalent na meli sasa hivi, it is equivalent na meli. Kwa hiyo hakuwa mchovu kwenye ishu za fedha. Mathayo alikuwa ni tax collector, yani TRA wa kipindi hiki, alikuwa ni mtu ambaye ameaminiwa na serikali ya Warumi, hela zinapita mikononi mwake. Kwa hiyo hakuwa mtu mchovu. Kwa hawa Petro anaambia sasa, sikiliza Yesu, achana na yule tajiri, yule ameondoka, achana na hawa maskini hawa makutano. Sisi hapa, sisi tumeacha vyote na kukufuata. Kwenye kitabu cha Luka anasema tutapata nini basi? Tumeacha vyote na kukufuata, tutapata nini basi? Hilo ni swali moja la msingi sana. Sasa naomba dada Ana soma mstari wa 30. Turuke tone wa 30. Mstari wa 30, host. Tafuta wa 30. Ila atapewa mara 100 sasa wakati huu, nyumba na ndugu waume na ndugu wake na mama na watoto na mashamba pamoja na udhia na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Sasa hilo ndo lilikuwa swali la yule tajiri hapo juu hapo, kama mnakumbuka, uzima wa milele. Sasa Petro anauliza tumeacha vyote. Sasa wengi tunaupendaga huu mstari kwamba tutapewa mara 100 sasa wakati huu, nyumba, ndugu, na uzima wa milele. Wengi tunaukimbiliaga huu mstari. Sasa huu mstari wa 30 hauna maana kama hautouelewa mstari wa 28 mstari wa 29. Naomba sasa turudi tusome mstari wa 29. Mstari wa 29 unasema, Dana, twende. Yesu akasema, amin nawaambieni, hakuna mtu aliyeacha nyumba au ndugu waume au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili. I wanted that. Weka stop hapo. Sasa Yesu anamwambia Petro, sikiliza Petro, amini nawaambieni. Yesu anasema yani it is sure, hakuna mtu, nobody aliyeacha nyumba, ni mali hizo, au ndugu waume au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba, aliyeacha hivyo vitu vyote kwa ajili yangu. Neno kwa ajili yangu ni mahusiano yako na Mungu. Hakuna mtu aliyeacha hivyo vitu vyote kwa ajili ya mahusiano yake na Mungu. Hakuna mtu hata mmoja aliyeacha kwa ajili ya mahusiano. Kuna wakati unawekewa mali, unawekewa cheo dhidi ya mahusiano yako na Mungu. Ili upande cheo unataka utoe hongo, ili upande cheo unataka utoe mwili wako, ili upande ufanye hivyo. Hasa hapo maana yake ni kwa ajili ya Mungu au kwa ajili ya cheo? Kwa ajili ya Mungu au kwa ajili ya hivyo? Sasa Yesu anaambia hakuna mtu aliyeacha mali kwa ajili yangu. Mahusiano yako na Mungu ndo namba 1. Chochote unaweza kukiacha kwa sababu ya mahusiano yako na Mungu. Ndio Paulo anawaambia kwenye Wafilipi kule, ana mambo yote naliyahesabu kuwa mavi kwa ajili ya Kristo. Yesu anakisema kitu kile ambacho Paulo aliwaambia Wafilipi. Anasema nimehesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri wa kumpata Kristo. Na Yesu naye anasema hapa, hakuna aliyeacha mashamba, mali, nini kwa ajili yangu. Alafu namba 2, kwa ajili ya Injili. Those two things, kwa ajili ya Injili. Mtu aliyeacha mambo yote hayo kwa ajili yake na kwa ajili ya Injili, mtu huyo ndiye atakayepewa mara 100 wakati huu, uzia, na ulimwengu ujao uzima wa milele. Sasa nataka niwaoneshe practice tunayoifanya sasa hivi. Mara nyingi tukiwa tunatoa sadaka, huwa sisi wahubiri, Mungu atusamee sana, kila sadaka tunayotoa tunawaambiaga muinenee. Utasikia Mungu sema inenee sadaka yako, inenee. Wewe kila sadaka unayotoa lazima uinenee. Kwa hiyo unajikuta chochote unachokitoa hautoi kwa ajili ya Mungu wala kwa ajili ya Injili, ila unatoa kwa ajili yako mwenyewe. Kwa mfano,
Unatoa 1,000,000, unasema Mungu, natoa hii 1,000,000 ili wanangu wafanikiwe kwenye shule yao. Kwa umetoa 1,000,000 sio kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya wanao. Umetoa 200,000, sema Mungu, natoa 200,000 umlinde mume wangu. Unatoa hiyo 200,000 sio kwa ajili ya Mungu au kwa ajili ya Injili, ni kwa ajili yako, ya mume wako. Sasa inatakiwa ifike hatua, kuna sio kila sadaka lazima uinenee. Kuna sadaka unaitoa kwa ajili ya Mungu. Ndio Yesu anayoiongelea hapa. Anasema hakuna aliyetoa, hakuna aliyeacha, aliyetoa nyumba nini kwa ajili ya. Kuna wakati unatoa sadaka ambayo Mungu ikaokoe roho za watu. Unibariki usinibariki potelea mbali, unirudishie usinirudishie potelea mbali. Nataka hii hela ikahubiri Injili, watu wakaokolewe. Hapa unakuwa umetoa kwa ajili ya Injili, sio kwa ajili ubarikiwe. Leo kila sadaka tunazotoa ni ili tubarikiwe, ili tubarikiwe, ili tubarikiwe. Kwa hiyo tumejikuta tumekuwa ni kama tunacheza kamari kwa Mungu. Sisemi kwamba kutamkia sadaka ni kitu kibaya, no, lakini isiwe mtindo wa maisha. Imagine mume wako anakuletea zawadi, anakuambia mke wangu, nimekuletea kitenge kizuri ili unipikie chakula kizuri. Anakupa, unapokea siku hiyo. Kesho anakuja tena na zawadi, mke wangu, nimekuletea mkufu wa dhahabu hivi ili unionyeshe heshima vizuri. Kesho kutwa anakuja. Nafikiri ukipokea zawadi zenye hayo masharti na nini, wewe mwenyewe utaona kabisa kwamba sio sawa. Ilo utajisikiaje? Amekuletea mkufu, mke wangu, nimekufikiria tu, pokea mkufu huo. Mke wangu, nimekufikiria tu, nimekuletea kitenge upendeze. Is not about yeye umfanyie vitu ili umfanyie. Sasa Wakristo wengi tumejikuta tunatoa, alafu tunasema tutapata mara 100 hapa na hapa, lakini hiyo ahadi ya mstari wa 30 ambao tunaisoma ni kwa watu pekee wanaotoa kwa ajili ya Kristo na kwa ajili ya Injili. Sasa nakurudisha kwa yule tajiri aliyeondoka. Yule tajiri, Biblia inasema aliondoka kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Kilichomuondoa si kile alichoambiwa kuhusu uzima wa milele. Alikuwa na mali nyingi, na Yesu hakuwa na shida na mali zake. Alimwambia hivi, enenda ukauze vyote ulivyo navyo uwape maskini. Hapo sasa ndo nirudi nisema upigie mstari uwape maskini. Neno maskini lililotumika hapo sio maskini hawa beggars ombaomba. Neno maskini lilotumika hapo ni Luka sura ya 4 mstari wa 18. Hebu tuende hapo na tuisome hiyo, tunaijua naamini. Luka 4:18. Tuna connect dots. Luka 4:18. Luka 4:18, mtu wa slides kama anaweza kuipeleka. Luka 4:18 inasema, Roho wa Bwana yuko juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia. I wanted that. Hapo usiendelee tu huko. Amesema yu juu yangu, amenipaka mafuta kuwahubiria maskini habari njema. Haleluya. Sio kuwapa vitu. Kwa Yesu wakati anaongea na yule tajiri alikuwa anakimaanisha hicho, kauze ulivyo navyo, maskini wakapate habari njema. Kwa lugha nyepesi anamwambia ipeleke Injili. Amen. Ipeleke Injili kwa maskini, ndio hiyo, uwahubirie maskini habari njema. Alafu namba 2 anambia kisha njoo unifuate. Kunifuata ni mahusiano yake na Yesu. Kwa namba 1 anambia unataka uzima wa milele, shiriki kwenye Injili. Unataka uzima wa milele, kuwa na mahusiano na mimi. Kitakachotupeleka mbinguni sio amri 10, ni mahusiano yetu na Kristo. Mahusiano yetu na Yesu. Alafu anambia unakupata huo ni kuendelea kuipeleka Injili. Anambia kauze vyote ulivyo navyo uwapsoni niletee mimi. No, maskini wapate. Maskini wanataka habari njema. Luka 4:18 anasema Roho ya Bwana yu juu yangu, amenipaka mafuta kuwahubiria maskini habari njema. Amen. Kuwahubiria maskini habari njema. Kwa hiyo Mungu anataka kwa mali zetu nazo zihubiri, kwa fedha zetu zihubiri. Ndio anokuuza vyote tulivyo navyo kuwapa maskini, sio ombaomba, ni maskini wa neno la Mungu, watu wakapokea Injili. Ndipo tunarudi pale kwenye Warumi, nafikiri sikumbuki ngapi ni Warumi, anasema wanaendaje wasipopelekwa. Hebu ni Warumi ngapi? Ni 10. Warumi ni ngapi? Wasoma Biblia. Wasipopelekwa. Waendaje wasipopelekwa? Ni Warumi ngapi? Ni 10.
Nitamani nikuja kichwani itoke Warumi kwenye kumi notes zangu hapa, kumi lakini na tano mwalimu, 10:15. oh, wow, kumbe nilikuwa sahihi. Hebu 10:15. inasemaje? Tena wahubirije Ehe, wasipopelekwa, kama ilivyoandikwa, ni eh, mizuri kama nini miguu yao iwahubirio habari njema. kwa hiyo nilikuwa nazungumzia hapo, wahubirije wasipopelekwa. Ndicho Yesu alichomwambia, kauze ulivyo navyo, peleka injili. Injili ukianzia hapo juu anazungumzia kuhusiana na kuhubiri na kupeleka injili. Wahubiriji wasipopeleka injili, tumeitwa kupeleka injili. Wakati Mungu ananifundisha kuhusu hili neno, hiyo ilikuwa ni 2023, naanza nikamwambia mke wangu, kwa kweli tumekuwa wabinafsi sana. Kila tukitoa sadaka tunatamkia maneno mengine. Hivi tushe kutoa sadaka just kwa ajili ya watu waokolewe, watu wakahubiriwe. Kwa kuanzia mwaka huo, ule mwezi 2023, kila mwezi tukachagua marafiki zetu ambao ni wachungaji, tukawa tunapeleka sadaka kwenye department ya evangelism. Naambia bwana, hii sio ya umishe, sio ya vijana, sio ya kununua maiki, sio ya maji. Hii ni specific kwa ajili ya injili, watu wakafikiwe. Kwa hiyo tukaorodhesha marafiki zetu ambao ni wachungaji na wanaotendaga outreach mwaka mzima. Sema Mungu, tunakuelea kwamba tumekaa muda wote, kila sadaka tunaotoa tunaitamkiaga maneno, utulinde, tunatoa sadaka Mungu utulinde, tunatoa sadaka sisi ulinde kazi zetu, tunatoa sadaka. Lakini tukasema tunakutolea Mungu sadaka, watu wakaokolewe. Utubariki usitubariki potelea pote, ila tunataka kwamba watu wakaokolewe, kwa sababu asema hakuna mtu aliyeacha kwa ajili yangu na kwa ajili ya injili. So I just challenge you kwamba kuna wakati tuanze kuhubiri. Ndicho Paulo anachowashukuru Wafilipi, anaambia hivi, tangu nimeanza kupeleka injili, nasema nyinyi wenyewe Wafilipi mnajua hakuna kanisa lingine lolote liloshirikiana nami kwa habari ya kutoa na kupokea isipokuwa ninyi Wafilipi. Hawa Wafilipi waliujua moyo wa Kristo, waliujua moyo wa Paulo ambao ndio moyo wa Kristo. Anaongelea hapa Yesu, anasema hakuna aliyeacha yote hivyo kwa ajili yangu na kwa ajili ya injili. Ni Marko hiyo nafikiri, turudi sura ya nyuma yake. Hiyo tumesoma ni sura ya 10. Hiyo ni sura ya 9 mstari ya mwishoni kule. Sura ya 9 nadhani. Anazungumzia hivyo kwa ajili yangu na kwa ajili ya injili. Angalia na kama naweza nikaipata. Kama sio 9 ni 8. Hapa nyuma tu kwenye Marko. Yes, ni sura ya 8, ni nyuma yake kumbe. Akaanza kuwafundisha kwamba imempasa mwana wa Adamu. Petro anaulizwa pale, mimi ni nani? Akaambia wewe ni Kristo, ni nini. Chini yake tu anatoa boko lingine. Ngoja nianze kusoma mstari wa 34. 8:34. Akawaita wa makutano pamoja na wanafunzi wake, akawaambia, mtu yote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakayeiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu, ndio nilikuwa naitaka hiyo, kwa ajili yangu na kwa ajili ya injili, huyu ataisalimisha. Anazungumza tena vitu viwili vile ambavyo amezungumza kwenye Marko 10. Marko 8 anasema mtu yote atakayeitwa kwa ajili ya nafsi yake, kwa ajili ya nafsi yake, kwa ajili yangu na kwa ajili ya injili, huyu ataisalimisha. Kuisalimisha maana yake unapata uzima wa milele, uzima wa milele. Sasa Petro ndio aliyeuliza swali kuhusiana na tumeacha vyote na kufuata tutapata nini? Sasa naomba twende kwenye Yohana sura ya 6. Yohana sura ya 6. Yohana sura ya 6 mstari wa 67 na 68. Yohana sura ya 6, wakati unanitafutia hapo, nataka niotengenezee background yake. Background ya Yohana sura ya 6, Yesu anafundisha injili ngumu sana. Utanipelekea mstari wa 67 na 68. Anafundisha injili ngumu sana kwa Wayahudi. Anapofundisha Wayahudi wanakasirika. Wanavyokasirika ndio Yesu anawaambia watu hao wananifuata kwa sababu ya mikate waliokula jana, lakini mioyo yao iko mbali nami. Anazungumzia tena moyo kwamba hawapo kwa ajili yake. Walimfuata kwa sababu ya mikate, walimfuata kwa sababu ya mali, walimfuata kwa sababu ya vitu. Kwa hiyo Yesu anapiga injili, wengi wanaondoka. Walivyoondoka
Yesu anawageukia wanafunzi wake. Ndio mnataka huo mstari wa sasa wa 67 na 68 Yohana sura ya 6. Yohana 6:67 Yohana 6:67 inasema, basi Yesu akawaambia wale thenashara, je, ninyi nanyi mwataka kuondoka? Basi Simoni Petro akajibu. Weka pause hapo. Weka pause kwanza. Amen. Yesu baada ya hiyo background nilokupa, anawageukia wanafunzi. Anaambia hivi, na ninyi mnataka kuondoka? Kwa sababu kuna watu wameondoka baada ya Yesu kuwapa za uso, baada ya kuwapa injili ngumu. Washazoea kula mikate nini, anawaponda, anawapiga, anawagalagaza, alafu walivyoondoka anawageukia wale wanafunzi 12. Anawauliza, vipi? Na ninyi mnataka kuondoka? Yesu alikuwa fresh tu, hata wakiondoka poa. Sasa Petro ndo anajibu. Nataka sasa uone Petro huyu wa Yohana sura ya 6:68 sio Petro yule aliyeuliza tumeacha vyote na kufuata tutapata nini. Sasa hivi yeye ndo anajibu swali ambalo Yesu anauliza. Ni swali lile lile. Mnataka kuondoka? Petro aliulizaje? Tumeacha vyote kwa tutapata nini? Kwamba tupe garantia kwa nini tukufuate. Na Yesu amewaonesha kwa nini wamfuate, na anauliza, na nyinyi mpo tayari kuondoka au mtaendelea kunua na mimi? Sasa mstari wa 68 ambao tunaupenda ndio unatokea hapo. Hebu usome. Tunaupenda kweli. Basi Simoni Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Anasema twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Yule tajiri aliuliza, nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele? Sasa anasema Yesu, Petro sasa hivi hazungumzii mali tena, kashaelewa. Hazungumzii vitu tena, hazungumzii mashamba tena. Anamwambia twende kwa nani? Hasemi kwako kuna nyumba, hasemi kwako kuna mali, hasemi kwako kuna mashamba. Anaambia tukuache wewe, twende kwa nani? Kwako kuna maneno ya uzima wa milele. Sasa ili iwe tamu, iunganisha na Yohana sura ya 17 mstari wa 3. Anasema hivi, na uzima wa milele ndio huu, wakujua wewe Mungu wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Haleluya. Haleluya. Yes, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe. Wakujua wewe watajuaje wasipopelekwa, wasipohubiriwa? Inabidi wapelekwe, inabidi miguu iende ili wamjue Mungu wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma, waijue injili na wahusiane na Yesu. Ni mizuri kama nini miguu ya wapelekao habari njema. Kwa hiyo ukisoma Wafilipi, hii ni summary ambayo nimekuwa nimeitoa hapo ya haraka, kwamba maskini wanaozungumzwa pale ni habari njema. Maskini wanataka habari njema. Habari njema ya nini? Ya uzima wa milele. Kwa Petro anaambia is not about nyumba, is not about mali, is not. Ndicho ambacho Wafilipi walikigundua, na walivyokigundua ndio pale mwishoni Paulo anawahakikishia, kwa sababu mmegundua hiki, utajiri mtaupata. Kwa sababu mmegundua hiki, kwa sababu mmekifahamu hiki, utajiri utakuja. Ndio Yesu anawaambia hakuna aliyeacha vyote hivyo kwa ajili yangu na kwa ajili ya injili, huyo atapata uzima wa milele, nyumba, watoto, mali, magari. Kwa hiyo ni wito wa Filipi. Paulo anaongea kitu ambacho Yesu anakiongea hapo. Ni maandiko ambayo nimeyasoma kwamba aisee, kuna siri kwenye injili, kuna siri kwenye kutoa kwenye injili, kuna siri kusapoti watu wanaohubiri injili ya kweli. Kuna siri hapo. Hauhitaji kuomba mambo mengi, hauhitaji kuomba nini. Ukipeleka injili, kuna mambo yako Mungu anayafanikisha. Ukipeleka injili, kuna vitu tu vitatokea, vitafanyika. Nikiwa chuoni nilikuwa nawaambia watu ambao nilikuwa nawafanyia mentorship, naambia outreach yoyote unaoenda chuoni, usikubali ukalipia kwenda peke yako, mpeleke na mwingine. Lipa wewe, kama ni 100,000 lipa 200,000, waende wawili. Umeshindwa, mpeleke hata mtu nusu. Watu wengi ambao walikuwa wanafanya hivyo walikuwa wanafanikiwa kwenye namna ambayo hata wao hawajui, lakini siri ni nyepesi tu: injili, 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 injili. Kwa tunavyoisoma Wafilipi, mkazo mkubwa wa Paulo ni mahusiano yetu na Mungu. Namba 2, kutoa kwa ajili ya injili, kufungua makanisa, kufanya hivyo. Wenzetu wa mama mdogo wanaogundua hiyo siri, utasikia mtu amejenga msikiti peke yake anatoa. Ila sisi ni changamoto. Sisi tunatoaga sehemu ambayo tunaambiwa
jitamkie maneno sadaka. Toa sadaka nzuri kwa ajili ya uzao wako. Toa sadaka nzuri. It is very fine, it is good. Lakini kama huwezi kutoa sadaka nzuri kwa ajili ya injili, wewe bado haujamfahamu Mungu. Kama huwezi kutoa sadaka nzuri kusupport wanaohubiri injili ya kweli, bado kiwango chetu cha kumfahamu Mungu ni kidogo. Watu wanaoifahamu kweli, ndio nasema ni vizuri kama ni wataendaje wasipopelekwa, tupeleke. Tunarudi kwenye ile swali ambalo nilianza kwenye introduction ya kwanza. Unashiriki kwa namna gani? Not necessary wewe ukahubiri, lakini bado unaweza kutoa pesa yako iende. Not necessary unaweza kama kwa una pesa ya kutoa, bado kuna wahubiri ambao unasema mimi nitakuwa na waombea, wanavyoenda kuhubiri kule Mungu akaonekane. Bado unaweza ukatoa support ya kitu. Leo kuna watu wengi sana wanakuja kuhubiri Afrika, tunajua kina Bonke, kina Billy Graham, lakini ukirudi nyuma kuna watu behind ambao hata hatuwajui. We don't know them. They support, they donate, they give the money ili Afrika ifikiwe na injili. It's the time Africa nayo kurise, kuwapelekea wazungu injili. It is our time to rise, kupeleka mataifa mengine injili. Ni muda wetu sisi wa kuinuka sasa hivi, na not only ku preach about prosperity, lakini bado tuhubiri injili, watu waokolewe, watu wamjue Mungu, watu wasiende motoni, watu wasiende hivyo. Tutahubiri, tutabalance, tutakuwa na fedha kweli, tutakuwa na mali kweli, lakini zisituzuie tukawa kama yule tajiri tukaondoka na kwa huzuni tumekunja sura kwa sababu tuna mali nyingi. Ila tuihubiri injili ya Kristo. Mungu ametushirikisha misheni yake, ametushirikisha misheni yake pamoja na mwanawe kwa habari ya injili. Misheni kubwa. Hebu nimalizie Mungu anatushirikisha uumbaji. Alafu nijibu maswali. Wakorintho wa pili 5:17 na 18. Nimalizie na hilo. Alafu nitajibu maswali ya kitabu kizima cha Wafilipi na kitu ambacho nimekifundisha. Naamini kuna kakitu kadogo nimeadd up kwenye compliment kitabu cha Wafilipi. Hebu tumalizie hiyo Wakorintho wa pili 5:17 na 18. Wakorintho wa pili 5:17-18 nitasoma. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lakini vyote pia vinatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Amen. Ametupa huduma ya upatanisho. Huduma ya upatanisho ndio ile anasema heri wapatanishi, maana ufalme wa Mungu ni wao. Unajua hilo andiko? Tulilisoma ile. Mungu ametupa kuwa wapatanisho, na ule jamaa aliuliza kwa habari ya uzima wa milele. Kwa heri wapatanisho, maana ufalme wa Mungu ni wao. Tukapatanishe watu na Mungu wetu jamani. Tukawapatanishe watu na Kristo wetu jamani. Kwamba Mungu ametushirikisha katika uumbaji, ametushirikisha katika kufanya hivyo. Kwa kitabu kizima sasa cha Wafilipi, Paulo alichokuwa nakiongea ndicho hichi ambacho nimekuonesha Yesu akikikazia, akikionyesha kwenye hiyo mistari ya vitabu vya Injili. Kwa hiyo nitamani kuonesha namna ambavyo Yesu ana compliment kitu alichokifanya Paulo, anatafsiri nyaraka zinatafsiri haya maneno ambayo Injili imeviandika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu awabariki sana. Natamani sasa nijibu maswali tunapomalizia siku yetu ya mwisho. Hii siku 5 zimeenda kwa haraka kuliko nilivyokuwa nafikiria. Na namshukuru Mungu pamoja na shejo yangu bize nimefanikiwa kuderiva kile ambacho nilifikiri mnahitaji kukisikia. Karibuni. Asante sana mwalimu, tunanyenyekea kabisa. Basi karibuni kwa wale ambao wana maswali. Kama mwalimu alivyotuambia yuko Dodoma kwenye huduma nyingine, basi karibuni tuweze kukomboa muda pia kwa wale walio tayari. Wakati tunajiandaa kunyoosha mikono, nitasoma tena Warumi ile 10 kuanzia mstari wa 13, nitasoma mpaka wa 15. Warumi 10:13-15. Biblia inasema kwamba aliye na masikio asikie yale ambaye Roho anayaambia kanisa. Anasema Warumi 10:13, kwa kuwa kila atakayeliita jina la Bwana ataokoka. Anasema basi wamuitaje yeye wasiyemwamini? Tunajua imani huja kwa kusikia. Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikiaje pasipo mhubiri? Tena wahubirije wasipopelekwa?
kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari njema. Basi mwenye masikio na asikie lile ambalo Roho ameiambia kanisa siku hii ya leo. Mwalimu, Mungu akubariki sana. Ni chakula ambacho kama alivyosema I think kwenye Ibrania, sio chakula cha watoto, sio chakula cha watoto, sio maziwa. Mungu atusaidie, ni chakula cha kutafuna kabisa. Basi karibuni watumishi, yule ambaye yuko tayari, ambaye ana swali, neno la shukurani, karibuni kwa dakika 5 hizi, karibuni. Karibuni. Naona Sister Victoria unamnyosha mkono. Karibu mtumishi. Asante moderator. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akubariki sana Mwalimu Makwaya. Tumejifunza mengi na tunaendelea kujifunza. Ningekuwa mimi yani ningetamani hata tuendelee, lakini ndio muda umefika. Lakini Mungu akubariki sana. Ila nina maswali mawili kuhusu hilo somo la tajiri ulivyotufundisha, na namshukuru Mungu kwa ajili yako, kwa sababu nimeona yani tumeshasoma hilo somo for so long, lakini siku zote nafikiri Wakristo wengi huwa wana argue kuhusu, lakini ninamshukuru Mungu kwa uelewa, yani tumeelewa zaidi, mimi especially mimi binafsi. Lakini kitu ninachouliza, nataka kujua yule tajiri, wewe unadhani yule tajiri alibadilika baada ya kuondoka pale, au alifanya kitu gani baada ya pale? Yani hata kama ni assumption ningependa kujua. Alafu swali langu la pili ni kwamba tunawezaje kufurahia baraka za Mungu bila kuzifanya kuwa vizuizi vya kiroho? Unajua, baraka za Mungu ila zisituzuie. Ndio hayo maswali yangu mawili. Amen. Wow. Tuanze na swali la kwanza. Biblia inaelezea vizuri sana. Kwanza alikunja sura. Alikuja kwa mbio. Alikuja kwa bashasha, akapiga na magoti. Lakini alipogusa yeye kwa huzuni. Huwa tunaondoka, hatukai, tutatengeneza chuki. Ndio maana Yesu anatoa amri kuu. Amri kuu anasema, nawe mpende Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote, kwa nguvu zako zote. Ukiviangalia hivyo vitu vinne ndivyo vinavyotupa mali, ndivyo vinavyotupa mambo, hivyo vitu vyote vinne. Na ukimpenda Mungu, maana yake ni moyo wako utakuwa kwake. Hazina ya mtu ilipo ndipo utakapokuwa na moyo wake. Kwa hiyo Yesu Mathayo, sikutaka kuendelea huko, tusingefika huko. Anasema kwenye Mathayo ile sura ya 6 ile ambayo sasa tuisome ile. Kabla ya mstari 33 anasema pale, anasema hawezi kumtumikia Mungu na mali. Alafu anaendelea kusema bali utafuteni kwanza ufalme wake. That's number 1, ufalme wake. Alafu namba 2 anasema na haki yake. Haki ni njia, ways. Ukisikia neno haki, maana yake ni njia. Ukiona mtu ameonewa, unasikia yeye hajatendewa haki, maana yake njia zimepindishwa. Ni sawasawa na Ayubu, anazungumza kwenye Ayubu, anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Ile neno amani ni njia, ni ways. Sikia mtu akionesha ile nchi haina amani, kwamba njia zake ziko fujo, ni vurugu. Kondo ndo sema huo mstari anasema mtafuteni kwa ufalme wa Mungu na haki yake. Alafu anasema haki yake ni njia, amani ni njia. Anasema ndipo na mengine yote mtafanya nini? Mtazidishiwa. Kwa tukimpata Mungu, tukajua njia zake, hivi vingine vitakuja, vitazidishiwa. Tukizidishiwa itakuwa kazi ngumu sana kumwacha Mungu, kwa sababu tayari tunajua njia zake. Ndio maana ni Zaburi nafikiri 103 mstari wa 7 anasema alimjulisha Musa njia zake, wana Israeli matendo yake. Sasa sisi tunahangaika na matendo ndio hizo mali nini, miujiza nini, lakini Mungu alimjulisha Musa njia zake. Haleluya. Ukijua njia, maana yake utapata vitu vingine na havitokubabaisha. Ndio maana mtu ambaye amepata mali kwa njia ya halali, hata leo ukimdhulumu vyote ni muda tu, mpe muda, ni swala la muda tu, atarudi pale pale. Wewe ambao umemdhulumu utashuka chini, kwa sababu you know ways, hujui njia.
ila anayejua njia hata ukimpokonya vyeti vyake atafanikiwa tu, kwa sababu Haleluya. mnavyomfanya Amen. afanikiwe sio vyeti, ni Amen. njia. Sasa na sisi watu Amen. wengi wa Mungu hatuhangaiki na njia, sisi tunahangaika na matendo, tunahangaika na mali. Ndio maana sema huyu alihangaika kuwa na mali nyingi, hakuhangaika na njia. Akamwambia kauze vyote, njoo unifuate, njoo nikufollow, it is a way, ni njia. Sasa Mithali nafikiri sema, mwanangu nipe moyo wako, alafu bii yake nasemaje? Njia zangu zipendezwe nawe. Njia. Amen. Yeremia anazungumza moyo wa mwanadamu na ugonjwa wa kufisha, ni nani aweza kuelewa? Afu chini yake sema Mungu hujaribu njia, ways. Kwa hiyo ukizijua njia zake, maana yake vitu vingi havitokubabaisha, kwa sababu unajua njia, hamna atakaye kusumbua. You know how to calculate. Hata wakipindisha swali kwa namna gani, kwa sababu unajua njia, you know the formula, hutoudhika, utapata hilo swali. Kwa sababu gani? Unajua njia. Ndio maana kwenye maswali ya hesabu njia ina maksi nyingi kuliko jibu. Haleluya. Why? Njia ndo ya msingi. Kwa hiyo tunaondoaje kuwa high? Let us know the way of God, tuzijue njia zake. Kama Haleluya. alimjulisha Amen. Musa, basi anaweza akatujulisha na sisi. Amen. Amen. Ubarikiwe mwalimu. Haleluya. Haleluya. Oh, Amina. haleluya. Haleluya. Karibuni. Kama mwingine ana la kuongeza. Yesu asifiwe. Amen. Karibu dada Lea, karibu. Ya, mimi hapo hapo sio mbali sana, kidogo tu nataka tukuongea kwa sababu maneno ya Mungu anasema anajua mawazo yetu. Je, Yesu hakujua mawazo kweli huyu atakimbia kwa sababu ana mali nyingi? Hakujua mawazo yake aweze kumbadilisha hapo Yesu hapo? alijua mawazo yake, lakini kujua mawazo yake haimfanyi amkate. Na ile shule ilibidi ipigwe ili mimi na wewe leo tujifunze. Ilibidi ile shule ipigwe, ndo Yesu akabaki sasa na wale makutano. Ukisoma pale, baada ya kuondoka Yesu hakuondoka tena, akaanza kuwapiga shule makutano. Makutano walipokaa, Petro akamwambia Yesu tuache. Yaani yule tajiri alibadilisha shift ya teaching za Yesu. Kwa hiyo kuna wakati kuna mtu unamwacha anaongea na pata, kama unajua nia yake, hasa ukiwa kiongozi, unamwacha kwa sababu utatumia alichokifanya kusaidia wengi. Amen. Asante sana mwalimu. Kuna swali jingine au nimkaribishe mwingine dada Lea? Hapana, mkaribishe tu mwingine, nilikuwa tu naongezea tu hicho. Asante. Amen. Wakati namkaribisha Sister Ayua, nimeona wa kwanza, nimekumbuka wakati mwalimu anaongea kuhusu njia, ni mstari wa Zaburi wanauomba sana. Nakumbuka kwenye Kutoka 33 I believe 13, Musa alimwambia Mungu, alivyoonana na Mungu akasema, basi nakuomba ikiwa nimepata neema zako unionyeshe njia zako nipate kukujua. Musa aliomba njia za Mungu akasema, nipate kukujua ili nipate neema mbele zako, ukakumbuke ya kuwa taifa hili ndio watu wako. Mungu akamwambia, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Kwa hiyo unakuja kuona huku baadaye Mfalme Daudi anaongelea kile kwamba alimjulisha Musa njia, lakini nadhani Musa aliomba from here, Mungu akaanza kumfundisha njia zake. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana kwa hiyo revelation. Karibu Sister Ayua. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Samahani mwalimu, hapo tumeona kwamba Yesu anamwambia amri, na tunajua kabisa amri za Mungu ambazo alikuwa amezitoa ni zile amri 10. Na katika amri 10 kuna ile amri ya 4 ya kwamba ya kuishika Sabato. Sasa mi na maswali kulingana na Sabato. Je, wale ambao labda hawashiki Sabato na wanashika labda amri 10 zingine kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, hiyo imekaaje? Naomba kusaidiwa hapo kwenye swala la Sabato. Kwa Yesu alisema kwamba hakuja kutangua torati bali. Asante. Nyingi ziliwepo Musa.
kwenye group fulani nilikuwa na commitment nao every day since January, every day. Ukisoma Kutoka na Kumbukumbu utagundua hizo husiana na wao, namna ya kuishi na wao. Ndio maana huyu amezishika tangu utoto, lakini bado alikuwa anaona amepungukiwa. Sabato haikupeleki kushika uzima wa milele, kwa sababu jamaa amezishika zote, ila bado anaona anapungukiwa uzima wa milele. Sasa Yesu anakuja conclude. Ningekwenda kwenye hiyo Marko, anaulizwa ni Marko sura hiyo ya 10 hapo, anakuja anaulizwa ni 12, sorry, sura ya 12:30 pale 30:31, amri kubwa ni ipi? Amri kubwa ni ipi? Ndio Yesu anajibu, anaambia mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa yeye. Na ya pili yake yafanana na hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Kwa lugha nyepesi, kwenye love, ndio maana Petro alikuwa anauliza, je, unanipenda? Je, unanipenda? Sio je, unashika sabato yangu? Je, unapenda? It is about the love. Unapozungumzia upendo, sehemu yoyote kwenye Biblia inazungumzia upendo, inazungumzia uhusiano, relationship. Ukiona neno upendo, unajua hapo ni uhusiano. Kwa mahusiano yetu sisi na Mungu ni ya msingi kuliko amri yoyote. Ndio maana anasema hiyo ndio amri kuu, upendo. Tuliangalia kwenye hilo wa Korinto. Kwa hizo amri zote ambazo nakuja na nakumbuka, sheria haitupeleki mbinguni. Tupeleka mbinguni ni Kristo kupitia neema, baada ya kumpokea Yesu Kristo. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana tunafanya ni mapokeo tu ambayo yamebaki ya kibinadamu, lakini uhalisia ni kwamba nilikuwa nazungumza njia. Nimezungumza njia. Tunaendaje mbinguni? Yesu anasema mimi ndio njia, kweli na uzima. Mtu afiki kwa Baba pasipo mimi. Kwa maana yake mahusiano yetu na Yesu ndio yanayotupeleka huko mbinguni. It's not about amri ya sheria. Sisemi kwamba ni mbaya tusishike, nope. Ila nazungumzia kwa habari ya uzima wa milele, nazungumzia kwa habari ya mbingu. Kwa sheria zipo kutusaidia sisi kuishi wenyewe vizuri, kuharmoni, kuweka vitu, tusikoseane sisi, tusimkosee Mungu. Kwa hiyo alizishika zote, lakini asikumpa uzima wa milele. Uzima wa milele na upataje? Kumjua yeye na kuipeleka Injili. Kwa hiyo zungumzia tu Sabato, tunazungumzia zile 600 na ngapi, ziko nyingi mno, ila tunapenda kuzichukua tu chache hizo. Sabato sijui hiki sijui, ila ziko lukuki. Na nafikiri niishie hapa. Sikutaka kuingia very deep kwenye issue ya Sabato, nitakuwa na diverge kwenye theme au somo ambalo tunajifunza. Sitamani, sipendi sana kutoka nje. I wish to focus there, ili kile tulichojifunza kipate kumeng'enywa na kufanyiwa kazi. Halo? Ni mimi siwasikii au? Halo mwalimu, tunakusikia. Tupo tunakusikia mwalimu. Asante sana. Okay. Asante sana mwalimu. Being cognizant of the time, sasa hivi tunaona zimepita dakika 15. Tumeweza kukomboa ule muda ambao tulichelewa kuanza. Mwalimu, tunaomba binafsi tukushukuru kwa niaba ya Mbeba Maono ambaye leo pamoja na timu nyingine wako kwenye huduma nyingine huko Uingereza. Tunaomba tukushukuru sana mwalimu kwa muda wako. Hakika umeachilia madini mengi, kama ambavyo nimekuwa nikisema tangu nimeingia kwamba chakula hicho ulichowasilia sio maziwa ya watoto wachanga, bali ni chakula kigumu. Kwa hiyo inahitaji utulivu kusikia zaidi na zaidi kupata kujifunza. Mungu atusaidie. Mungu akubariki sana. Basi kama ilivyo ada yetu, tunamaliza leo session yetu ikiwa ni juma la 5 sisi kujifunza. Tulisema na sisi tukae tujifunze, maana tumekuwa ni sisi wenyewe tunaandaa, lakini Mungu ametupa neema kama hii. Basi tunashukuru. Tunakubariki mwalimu. Mungu aendelee kuikuza huduma yako, mafuta mabichi yasikauke. Jinsi ambavyo unakomboa, najua huduma kubwa sana ulionayo
sana. Mungu asiache uzao wa tumbo wa viuno vyako, asiache mpaka kizazi cha 4. Huo uaminifu wa Mungu uendelee kwako kabisa kabisa. Basi karibuni kwa yule ambaye hajampokea Yesu Bwana na Mwokozi wa maisha yake, tunawakaribisha. Nafasi ndio hii, Kristo yu malangoni. Na sisi pia wengine ambao kama unaona mtu umerudi nyuma, karibu. Mmoja wa viongozi tutakuwa tayari kukuongoza sala ya toba. Kama tulivyoambiwa, cha kwanza kabisa ni kuijua njia, na njia ni mahusiano wenyewe. Wamjue Mungu wa pekee na Kristo Yesu mwanae aliyemtuma. Na inaanza kwa kuanza na mahusiano, kwa kutengeneza njia yako pamoja na Yesu. Basi Mungu atusaidie. Kwa walio tayari au atakayesikia through YouTube channel zetu, karibu mtafute kiongozi yoyote, tuko tayari kuongoza sala ya toba na pia kukufuatilia, ili na wewe uingie katika kundi hili, siku ikifika tuwe pamoja. Basi kwa kufunga, nimkaribishe Sister Victoria uweze kutufungia na umuombee zaidi sana mwalimu. Karibu Sister Victoria. Unasikika kwa mbali Sister Victoria? Amnisikie? Nakusikia sasa, karibu. Amina. Tuombe kwa kufunga na tukamwombe mwalimu. Haleluya. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante. Asante kwa ajili ya somo la leo. Asante kwa ajili ya mwalimu Makwaya uliyemtumia kwa wiki hizi 5 kutufundisha. Tunakurudishia kila aina ya sifa. Asante kwa kila somo alilotufundisha Mungu Baba. Kazi yetu sisi Mungu Baba alikuwa kuweka yale yote tuliyojifunza katika matendo. Tunamuombea Mungu Baba uendelee kumbariki, ukabariki huduma yake, kabariki familia yake, kabariki kazi zote anazozifanya kama tulivyoomba before katika maombi. Tunaendelea kuombea Mungu Baba huduma yake special anapo raise the young ones, Father Jehovah God Lord. Tunaendelea kumuombea katika hiyo huduma yake ya kuangalia mateenager, kuangalia hao young adults, Father Jehovah. Endelea kumpa strength, give him strength, Father Jehovah. Endelea kumpa, my Lord and my King, empower him, Father Jehovah. Increase him, Father, in every side. Above all, Father, my Lord and my King, everything he needs, Father Jehovah, financially, mighty God, Father Jehovah, provide for him in the mighty name of Jesus. Ukamlinde, Father Jehovah, my Lord and my King, mlinde kutoka kwake na kuingia kwake. Mbariki Mungu Baba, kaendelee kumpaka mafuta Mungu Baba, akakue katika kuendelea Mungu Baba kukujua wewe na kueneza injili kama anavyotufundisha sisi. Tunasema asante Jehova kwa ajili ya somo la leo. Asante kwa ajili ya washiriki wote. Asante kwa ajili ya wamama wote, hata wale ambao wameenda katika huduma zingine. Tunaendelea kuomba kwamba the same baraka Mungu Baba zikawa extended kwa wote. In the mighty name of Jesus, we give you praise and we give you honor. Thank you Father, my Lord and my King. Na hivi vitu vyote tulivyojifunza, tunaendelea kuamini Mungu Baba kama ulivyotufundisha, tukavitumie Mungu Baba, hata watu wanapotuona wakamuone Kristo mfufuka in the mighty name of Jesus. Tunasema asante Yesu. Hata tunapoondoka hapa Mungu Baba, we are not departing, Father Jehovah God, from your presence. Continue keeping us. We are praying, mighty God, Father Jehovah, my Lord and my King, that you watch over us, you watch over our family, you watch each and everyone, mighty God, Father Jehovah. Hata tunaombea katika huduma za kesho Mungu Baba, tunapoenda katika makanisa yetu, katika huduma yetu, endelea kutubariki. Endelea Mungu Baba kutulinda. Tunasema asante kwani wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu. In Jesus mighty name tunaomba na kushukuru. Amina. Amen. Asante sana kushiriki katika kujifunza neno la Mungu. Mpendwa, kama utapenda kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha uombe sala ifuatayo. Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako, na kujia katika jina la Yesu Kristo. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi na naomba msamaha wako. Ninaamini kuwa Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na akafufuka ili nipate uzima wa milele. Namkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na unifanye upya. Nisaidie kufuate siku zote za maisha yangu. Asante kwa kunipa wokovu kwa neema. Amina.